ukawa bado uko hai, ukawa bado uko na siha na afya, ni fursa kubwa katika maisha yako. Falmuslimu la yura fi hadhihi alayami wallayali alfadila, ni haki ya Muislamu ama inavyotakana kwa Muislamu katika masiku kama haya matukufu, katika layali alfadila, illa an yakuna qa'iman yusalli, isipokuwa wakati wake au malize ili hali ya kuwa amesimama anaswali, au taliyan lilquran, au wakati wake anaomaliza katika kusoma alquranul karim, au dhakiran lillahi ta'ala, au wakati wake amekaa takhalla lidhikrillah, amejitenga kando, amekaa kando kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, au da'iyan rabbahu, au amekaa ameinua mikono yake anamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, muniban, ili hali ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili hali ya kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, khadi'an lahu, ili hali ya kuwa khadi'an, mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la yarda an yasbiqahu ila Allah ahadun, anafanya mashindano musabaqa, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, anafanya musabaqa na munafasa, mashindano katika kumi hili, hataki mtu yoyote amshinde kwa ajili ya ibada. Sasa katika zile alibadat al-a'mal al-mufaddala, zile amali ambazo kwamba ni bora zaidi na zimepewa kipaumbele ama ni mukhtassa, zimehusika zaidi katika siku kama hizi za al-ashr al-akhir au al-awakhir min Ramadhan, ni al-i'tikaf, mtu kufanya i'tikaf. I'tikafu maana yake ni mtu kukaa sehemu kwa muda. Maana al-i'tikafu al-mukfu, maana yake ni kukaa muda kwa sehemu kwa muda mrefu, au al-i'tikafu al-mukfu fil masjidi, ni kukaa katika msikiti biniyati al-ibada, kwa nia ya kwamba wewe pale ulipokaa tayari nakaa kwa ajili ya kufanya ibada. Kwa hivyo i'tikafu iko ile i'tikafu ama i'tikafu ya kila siku, kwamba kila siku mtu anaweza kuingia msikitini akaweka nia ya kufanya ibada kwa ule muda atakaokuwa katika msikiti. Nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadha almasjid, ukaweka nia ya i'tikafu maadamu niko katika msikiti huu. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala, nimenuia kukaa hapa katika msikiti kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na unaandikiwa thawabu zako mpaka pale utakapotoka katika ule msikiti. Lakini i'tikafu khassa ni ile mtu anafanya i'tikafu kwa ajili ya al-ashr al-awakhir min Ramadhan, au al-ashr al-akhir min Ramadhan, kumi la mwisho la Ramadhani. Ni i'tikafu ambapo kwamba khassa i'tikafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya i'tikafu, fa huwa sunnatun wa qurba. I'tikafu ni sunna na vile vile ni mtu kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ulama wanasema kwamba wakati wa Banu Israil kuna ibada ambayo kwamba ilijulikana kama rahbaniya au ruhbaniya, ibada ambayo kwamba ilikuwa inajulikana mtu kujitenga kwa ajili ya ibada. Yani mtu anakwenda kujenga khaima yake kule kwenye nje ya mji ambao kwamba hakupiti watu, ambao kwamba hakuna biashara, anajitenga na hizi mambo ya kidunia yote, anakaa kando kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Imeelezwa katika Al-Qur'an Al-Karim. Hiyo ilikuwa ni ibada hasa ambayo kwamba walikuwa wakifanya Banu Israili. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akabadilisha katika ummati Muhammad, mmoja akabadilisha. Mtume sallam akasema, rubaniyatu ummati al-jihad, ruhbania ya umma wangu ni kufanya jihad. Yani badala ya mtu kukaa peke yake akafanya ibada kwa muda wa mwezi, muda wa mwaka, akajiepusha na mambo ya dunia, asioe, asifanye biashara, asifanye vitu vile, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametubadilishia akasema rubaniyatu ummati al-jihad. Na jihadi kama hii itakuja wakati jihadi ikiwa ina dharura inahitajika kufanya jihadi. Ama wakati mwingine ulama wanasema i'tikaf ni moja katika zile ibada ambazo kwamba zimebadilishwa, badala ya ruhbaniya mtu anaweza kufanya i'tikaf at-takhalli lilibada, mtu kujiweka kando kwa ajili ya kufanya ibada katika msikiti. Kwa hivyo ruhbania yetu sisi ni kufanya i'tikaf katika msikiti. Fayatakifu almuslimu, muislamu anafaa kufanya i'tikaf
maana i'tikafu ni kukaa msikitini, i'tikafu ni kukaa msikitini. Fayatakifu almuslimu fi ahadi almasajid allati tusalla fiha aljumaa. Sharti ya i'tikafu ni mtu anaweza kaa katika msikiti wote na akatia nia ya i'tikaf na akapata amali taswihi katika shurutul i'tikaf, hali kadhalika vile vile akapata ile fadhila ya i'tikaf. Lakini ule msikiti ambao kwamba unaswaliwa ndani yake Jumaa. Kwa hivyo katika hali hii, katika misikiti hii inakuwa ni amma. Misikiti yoyote ambao kwamba unaswaliwa salatul Jumaa, wewe unaweza kufanya itikafu katika fadhila na daraja yote inafanana. Lakini hasa misikiti ambayo kwamba inafaa kufanya itikafu, hasa thawabu yake ambayo kwamba ni bora zaidi na fadhila zake inakuwa ni nyingi zaidi, na takarubu inakuwa iko juu zaidi, ni misikiti mitatu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza, la tashuddu rihala illa fi thalathati masajida. Musifunge misafara kwa kusudia misikiti kwa ajili ya i'tikaf au kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kuswali ama kwa ajili yoyote, illa fi thalathati masajid, isipokuwa misikiti mitatu. Maana yake wanasema ulama hapa si annahi, si makatazo. Maana yake ni kuonyesha fadhila, kwamba ukitoka hapa nikisema mimi naweza kusema mimi mara hii itikafu yangu naweza kufanya msikiti wa Jamia, ni sawa, si kwamba haifai, lazima ufanye na Westla. Pengine kule kuna nafasi, pengine kule kuna parking, pengine kule kuna Burma, kuna vitu vingi ambavyo kwamba ni hajati za kawaida zako, pengine kule ni karibu na kazini, utafanya itikafu. Baada dhalika asubuhi una haja kupambana na jam, utaenda wa ila dhalika, kuna mahitaji fulani ya kidunia. Lakini katika daraja na katika fadhila, msikiti utakao uwe mkubwa au uwe ni muzakhraf, umepambwa kwa namna yote ile, na ni sunna na ni wajibu watu kufanya taamiri almasajid, kwa kujenga, kwa kuupamba. Hii ni thawabu kubwa, inama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Lakini tukija katika daraja ya fadhila, misikiti yote inakuwa daraja moja isipokuwa misikiti mitatu. Almasjidul haram, masjidul haram kama tunavyojua, alharamul makki, hali kadhalika almasjid alharamun nabawi au almasjid an-nabawi, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali kadhalika almasjid al-aqsa. Hizi ndio haram tatu ambazo kwamba zina fadhila, na hizi vile vile zinashindana kwa fadhila na zinatofautiana kwa daraja. Ya kwanza ikiwa ni almasjid al-haram, hali kadhalika inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Makkah mubaraka, msikiti ambao kwamba ni bora zaidi katika wajhi al-ardhi, ambao kwamba ndio qiblatul muslimin. Pale ndio ambapo kwamba kuna fadhila zaidi, ambapo kwamba inafuatiwa na daraja na ubora na fadhila ni msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Daraja ya tatu ni almasjidul aqsa. Lakini baada dhali, katika i'tikafu, misikiti yote ama katika ibada ama katika swala ama ukasoma Qur'ani ama ukafanya ibada almuqarrab au almuqarrib ila Allah, ibada ambayo kwamba yenye kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi katika misikiti yote itakuwa ina sawa ukitoa hii misikiti mitatu. Kwa hivyo msikiti ambao kwamba unaswaliwa salatul Jumaa, ukaingia ndani yake ukafanya nia itikafu katika siku kama hizi almufaddala, siku ambazo kwamba alfadhila ni bora, basi utapata nia ya itikafu. Sasa wakati utatofautiana, sahihi inavyotekana ni mtu kuingia katika awwalul ashri mpaka mwisho, yani kuingia mwanzo ile wa 10 la mwisho la Ramadhani mpaka mwisho wa siku ya Idi. Lakini kwa sababu labda itikafu hii itakuwa haitopatikana, labda mtu ana dharura na itikafu, mtu akitoka itikafu inaharibika. Sasa itikafu itakuwa imekatika wengine watakaa wakati wa mchana, wakati wako ni mchana, mwingine atakaa wakati wa usiku, pengine yeye baada al-iftar au baada iftar, baada salatu al-isha ataingia, ataweka nia itikafu mpaka salatu al-fajr. Baada salatu al-fajr ataenda katika shughuli zake. Mwingine yeye wakati wake ni mchana, ataanza wakati wa mchana atafanya mpaka. Lakini hata kama haitopatikana ile kamilatan, ile itikafu kamil, lakini isikosekane hata hii ni baadhi awqat, baadhi ya zile ya alwaqti, nawiyan almukta fihi, ili hali ya kuenania. Ukiingia katika msikiti ukaswali, utakuwa umeswali tu, umeingia kwa ajili ya swala na umeswali, umepata thawabu za swala, umepata thawabu ya salatul jamaa, umepata thawabu za kuingia msikitini na kutoka. Lakini i'tikafu ni ibada mustaqilla, ni ibada khasa kwamba ina shurut,
ibada ambayo kwamba ina arkan, ibada ambayo kwamba ina mubtilat, ina vitu vya kuharibu. Kwa hivyo lazima ibada kama hii ujue mimi nitaifanya vipi ili uweze kufanya ibada. Moja tumesema kwamba lazima ayanu au nawiyan au ayanwiya almuktafi, aweke nia kwamba mimi nawaitu al-i'tikaf fi hadha almasjid, nimeweka nia i'tikaf katika huu msikiti. Kisha vile vile ujue wakati, naweka nia i'tikafu 10 la mwisho lote, naweka nia i'tikafu katika usiku huu, naweka nia i'tikafu katika muda fulani baina swalataini, baina ya swala mbili, au uweka nia nawaitu al-i'tikaf ma dumtu fi hadha almasjid. Uweke i'tikafu, uweke nia kwamba naweka nia i'tikafu wakile kwa ule wakati, kwa kadri ya ule wakati ambao kwamba nitakuwa katika huu msikiti, biniyati taqarrub ila Allah ta'ala lilibada, kwa nia ya kwamba mtu anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kufanya ibada. Angalia hii itikafu hii tumetaja mwisho. Hata ukiingia kwa ajili ya swala pale mlangoni, weka nia ya itikafu. Utaswali, utakuja, utaswali rakaa mbili, utaswali swala ya kama utawahi nafasi ya kusoma Qur'ani, kama vile vile utaswali swala ya fardhi, utaswali swala ya sunna, utaondoka utapata nia, utapata thawabu za i'tikafu. Lakini itikafu tunayozungumzia hapa ni ile itikafu al-ashr awakhir min Ramadhani, zile siku 10 za mwisho za Ramadhani. Munqati'an mi'ani dunya wa mashaghiliha, yani nia yako ni kwamba mimi nimekata, mimi niko na kazi, nina bibi, nina watoto, nina mambo mengi ya kidunia, lakini nimekata shughuli zangu za kidunia kwa sababu ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal hayati wa mulhiyatiha, na hali kadhalika katika mambo ya uhai yote ambayo kwamba yako na zile allahu, zile vikumbazi vilioko katika dunia. Ja'ilan unsahu billahi ta'ala au takhalla nafsahu lillahi ta'ala, mimi nimeenda inni dhahibun ila rabbi, mimi nimetoka, nimeenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nimeachana na shughuli zangu, nimeachana na kazi zangu, nimeachana na wake zangu, nimeachana na watoto, nimeachana na shughuli zangu, mimi niko itikafu, nimefanya at-takhalli, nimejiweka kando na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahda. Wa munshaghilan, yani inayotakana baada ya kwamba umeingia ndani katika itikafu, basi ufai ukawa wewe utajishughulisha na simu au kama yafaluhu al-ba'd, kama wanavyofanya baadhi. Mtu ametoka amekuja msikitini, yeye bado ana muamala, ana alaka kharijia, ana mafungamano ya nje, bado anaendelea kupokea simu, bado anaendelea kuzungumza, ama amempata rafiki yake pale, anaona sasa hii ni fursa ya mimi kukaa nizungumze naye. Tena wasizungumze tu kutakana hali, wazungumze mpaka waingie mambo ya biashara na maneno ambayo kwamba haribu, kama kwamba unaharibu ile itikafu yako, vile vile unaharibu amali yako. Alkalamu fil masjidi yaakulu alhasanat, maneno katika msikiti yanakula mema kama vile kuni, moto unavyokula kuni, ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa katika hali ya kwamba wewe umeweka nia ya itikafu katika msikiti, hakikisha hujashughulika na kitu kingine, bali munshaghilan biswala, bali hali yako wewe ni mwenye kujishughulisha na aswala. Umeswali swala ya sunna, umeswali swala ya fardhi, umeswali qablia, yani umeswali kiasi unachoweza. Wa tilawati alquran, na hali kadhalika kwa ni mwenye kusoma Qur'ani. Wa dhikrillahi ta'ala, na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mujtanibal harama wa ma la ya'nihi, ujiepushe, ili hali huyu mtu mu'takif ayajtanibal harama, ajiepushe mambo ya haramu katika msikiti, ikiwa wa ma la ya'nihi, na mambo yasiyomhusu, min aqwalin wa af'alin, ikiwa kuna maneno, kuna matendo tulioeleza, ni kwamba mtu ajiepushe kwa kadri fulani, akae. Tunasema kwamba itikafu ama ruhbaniyati lil-umam sabiqa au banu Israil, walikuwa wakikaa kando kabisa, wakijenga vijumba kando kabisa, hakuna chochote, hakuna anayepita, hakuna anafanya. Lakini sisi itikafu yetu, ruhbania yetu, bado tunaonana, bado uko hapa msikitini, bado nyumba yako iko pale, ikiwa kuna dharura utatoka utarudi, wama ila dhalik. Kwa hivyo wakati unapoingia msikitini, basi ujiepushe na yale vile vitu ambavyo kwamba ni nje. Hali kadhalika vile vile katika amali ambazo kwamba almuqarrab, zenye kujikurubisha, ama mtu atajikurubisha nazo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah Ta'ala, ni maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
wa wahyuhu wa risalatuhu ila khalqihi, na wahi kutoka kwa, yani ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani sisi alaka yetu katika maneno na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukiwa tunataka kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama kwamba vile umetamani mtu wataka kumpigia simu na kusikia sauti yake na kunena na yeye na kusikia maneno yake, basi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kufungua Al-Qur'an Al-Karim na kusoma maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo risalatuhu ila khalqihi, ambapo kwamba ndio risala, ndio ujumbe, message ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituletea sisi waja wake. Kwa hivyo unafungua Al-Qur'an Al-Karim, unasoma na kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fadlu kalamillahi, fadlu ubora wa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala sairi kalami, kwa maneno mengine, kafadli, kama ni mfano wangu mimi juu yenu. Yani ule ubora wa Qur'ani na ubora wa maneno yetu ni kama ubora wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi. Kwa hivyo ukizungumza, ukikaa na Qur'an Al-Karim, ujue umekaa na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wahyun samawiyun, yani wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na risalatuhu li khalqihi, na ila khalqihi, na ni ujumbe, message ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake. Kwa hivyo unakaa na kila adabin wa ihtiramin wa ta'dhimin wa tawqirin, unaheshimu ile Al-Qur'anul Karim. Unajua sasa mimi nazungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal-iktharu, wa yanbaghi al-iktharu min tilawatihi fi hadha al-ashr, yani inatakana mtu kama anasoma Qur'ani katika mwaka mzima, ama kama umeanza kusoma Qur'ani katika Ramadhani, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini ikifika katika al-ashr al-akhir, basi kule kusoma lazima iwe ni kwingi, na zile khatamat, zile kuhitimisha Qur'ani kuwe ni wingi zaidi. Na ndio utaona kila baadhi ya misikiti zile hisbu ambazo kwamba zimewekwa misikitini, ikifika masiku kama haya zinaendelea kuhitimisha Al-Qur'an Al-Karim. Kwa fadhila nyingi ambazo kwamba ziko katika tilawatul Qur'ani katika siku ambazo kwamba za kawaida. Ikija katika siku ambazo kwamba za Ramadhani, ile fadhlu tilawa inakuwa ina ajri, ina a'zamu ajran, inakuwa na malipo zaidi katika al-ashr shahr Ramadhani. Ikija katika al-ashr al-akhir min Ramadhan, fadla na ubora na mazidi na thawabu zinaongezeka zaidi. Wala'allaka tudriku laylatal qadri, huenda ukadiriki laylatul qadri na ukapata laylatul qadri na ukawa bado unasoma Qur'an ndani yake, unaona fadla. Na kwa sababu pale katika al-ashr al-akhir, katika 10 la mwisho, ndio pale katika wakati wa inza, wakati nuzuli al-Qur'an, ndio ule wakati ulioshikishwa Qur'ani, inna anzalnahu fi laylatil qadri, hakika tumeishikisha Qur'ani katika laylatul qadri, shahr Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Hizi zote zinalenga hizi siku 10 za mwisho. Kwa hivyo laylatul qadri katika siku ya mwisho, siku za mwisho za 10 la mwisho za Ramadhani, na madamu hatujui ni siku gani. Kwa hivyo katika hili 10 la mwisho ndio wakati wake wa kuisoma Al-Qur'anul Al-Karim. Na lingine katika amali ambazo kwamba ni mufaddala katika siku kama hizi za al-ashr al-akhir min Ramadhan, huwa ad-du'a, ni kufanya dua, ni kufanya dua kwa wingi. Wa ad-du'a huwa al-ibada, na dua ni ibada, dua ni ibada. Ndio Mwenyezi Mungu utaona katika Al-Qur'an Al-Karim, unaona ma innal ladhina tad'una min dunillah, utaona badala ya kutaja ibada ametaja dua. Ad-du'a huwa al-ibada, na Mtume sallallahu alayhi wasallam dua ni ibada. Wa silahul mu'min, na vile vile ni silaha ya muumini ni dua. Wewe ukitaka kitu, yani yani pengine watu wanatarajia mtu kama anataka kitu ataangalia mfuko wake una pesa kiasi gani, ama ataangalia akaunti yake, ama ataangalia M-Pesa iko kiasi gani. Ndio silaha zetu lakini silahul mu'min silaha yake ni dua. Ama kuna mtu wataka kujigadi na yeye, ama wataka kujidefend na yeye, utaangalia mimi nitatafuta namna ya security kiasi gani, nitaweka ulinzi kiasi gani, ikiwa ni kwako, ikiwa ni nyumbani kwako, ikiwa ni kazini kwako, ikiwa ni katika jamii yako, utaangalia mimi sasa nitaangalia ulinzi, kwa sababu kuna mtu tayari amenifuata. Wacha toe OB wama ila dhali, sababu ndio hali za kawaida lakini silahul mu'min silaha yake ad-du'a, ni dua. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dua ametufunza ile dua kama dua talab, dua ya kutaka.
Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, Allahumma a'tini, Allahumma kadha. Kisha utaona katika duaul isti'adha, dua za kujiepusha, Allahumma inni a'udhu bika min kadha, Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal kasali, Allahumma inni a'udhu bika. Toa zile isti'adhati. Kwa hivyo huku ni talabu, ni kutaka, na hali kadhalika na upande mwingine Mtume sallallahu ametuwekea al-isti'adhat, kujilinda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kila kitu ambacho kwamba unatakhafu sharrahu, unachokiogopea shari yake. Kwa hivyo waswaimu fi hadhihi al-ashr yad'u rabbahu mutadarrian khashi'an dalilan wa munkasiran baina yaday rabbih. Katika 10 kama hili la mwisho, wakati yani maadamu Ramadhani ama somu ni moja katika zile al-awqat al-mustajabu lid-du'a, zile wakati ambazo kwamba mtu anajibiwa dua, ni wakati ambao kwamba huwa swaim, yeye amefunga. Na wakati wa Ramadhani kuna istijaba ya dua, ni sharafu zamani, zama za Ramadhani ni zama za kujibiwa dua. Hali kadhalika tunaambiwa katika 10 la mwisho dua ni yenye kujibiwa zaidi. Kwa hivyo mtu aelekee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa na haja zake, kwa kunyenyekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, rafi'an yadayhi, ainua mikono yake, mustaqbila alqiblati, alekee qibla, mutatahhiran fi dhahiri wal batini, ili hali ya kuwa amejisafisha dhahiri yake, manake ana udhu, ana tahara badani, hali kadhalika wal batin, na vile vile ndani moyo wake nisafisha kutokamana na tauba, kutokamana na hukuki nasi, kutokamana na ile ashahna, mtu kuwa amejaza zile hiqdi na hasadi na vile vitu amradhul qalbi zote, atoe moyo wake uwe safi, hadiran qalbuhu, ili hali ya kuhudhurisha moyo wake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muombe Mwenyezi Mungu dua. Hali kadhalika ma yustahabbu lilmuslimi aliktharu fi al-ayyam al-'ashr wa layaliha min at-ta'at wal-qurbat al-maghfiratu min wal-'itq min an-nar. Ni mtu katika amali ambazo kwamba yatakana mtu kujikurubisha nazo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika masiku kama haya, ni kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha kwa wingi, kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi. Imepokewa katika hadithi kwamba man swama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama laylatal qadri, yote ambapo kwamba atasimama katika usiku wa laylatul qadri. Na tukisema ikitajwa laylatul qadri lazima ukusanye hizi siku 10 zote, kwa sababu laylatul qadri iko hapa ndani ya siku 10 kama hizi. Kwa hivyo ukisimama katika hizi siku 10 za mwisho, imanan wa ihtisaban, ukawa na imani na kutarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kwa hivyo ni waqtul maghfira, waqtu talabil maghfira, wakati wa kutafuta msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi, wal-'itq minan nar, na kuachwa shingo huru na moto, kama tulivyotaja ile hadithi katika durusul al-ula, katika darasa za kwanza, ile hadithi ambayo kwamba inaeleza awwaluhu maghfira, awwaluhu rahma, wa awsatuhu maghfira, wa akhiruhu 'itqun minan nar, na mwisho 10 la mwisho ni 10 la kuachwa huru na moto wa jahannam. Kwa hivyo ni mara kwa mara umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala al-maghfiratu wal-'itqu minan nar katika 10 kama hili la mwisho. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maghfira, na hali kadhalika umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala 'itqu minan nar. Kwa hivyo kwa kutaka maghfira, kwa kutaka 'itqu minan nar, lazima ufanye mambo haya. Ya kwanza al-iktharu min at-tahlil, kukithirisha kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa dhikri ya la ilaha illa Allah mara nyingi, kwa sababu dhikri ya shahadata an la ilaha illa Allah au shahadatu tauhid, mtu kusema la ilaha illa Allah tahdimu dhunuba, inafuta, hali kadhalika inaporomosha madhambi, wala tabqa dhanban, haibakishi madhambi yoyote. Na hali kadhalika vile vile na kusema la ilaha illa Allah hiya ta'dilu 'itqa ar-riqab, kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ta'dilu 'itqa ar-riqab alladhi yujibu al-'itqa min an-nar. Yani badala yake umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu, usome hii dhikri ya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir, wa man qalaha mukhlisan min qalbihi haramahu Allahu ala an-nar. Mtu mwenye kuleta dhikri hii basi kwa ikhlasi wa moyo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwepusha na moto wa jahannam. Kwa hivyo wal jazaa'u min jinsi al-amal,
na hali kadhalika malipo ya kutokamana na jinsi amali ile. Amali utakapofanya ndivyo utakavyolipwa. Faman a'taqa raqabatan, mwenye kumwacha mtu shingo huru na mtumwa huru, fa'ataqa Allahu raqabatahu minan nar, Mwenyezi Mungu anamwacha huru kutokamana na moto wa jahannam. Sasa watu wa zamani, wakati wa nyuma, ilikuwa watu wanachanga pesa, ama mtu anatafuta mtumwa, anakaa naye mpaka wakati kama huu anamwacha huru. Kwa kule kumwacha huru mtumwa, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye anamwacha huru kutokamana na moto wa jahannam, aljazau min jinsil amal. Kwa sababu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ayyuma rajulin a'taqa mra'an musliman, yoyote Muislamu ama mtu atamwacha mtu ambaye kwamba ni mtumwa ambaye kwamba ni Muislamu, hali kadhalika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anqadha Allahu, Mwenyezi Mungu atamuokoa yeye bikulli udhwin minhu udhwan minhu minan nar, kwa kile madamu umemwacha mzima, Mwenyezi Mungu atakuhesabia vile viungo vya ule mtu, na ndio vile viungo vyako ambavyo kwamba vitaachwa kutokamana na moto wa jahannam. Kwa hivyo vile vile kufanya ikthar, kufanya wingi wa hii dhikrul itqi, hii utajwa ama hii dhikri ama tahlili, kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kila fi yawmin 100 marra, mtu akifanya kwa siku mara 100, kanat lahu adlu 10 riqabin, mtu huyu anahesabiwa kama kwamba mfano wake ni kama alivyoacha huru watu watumwa, adlu 10, watumwa 10 kutokamana na shingo huru. Kwa hivyo wakutibat lahu 100 hasana, na ataandikiwa mema 100, wa muhiyat anhu 100 sayyi'a, na atafutiwa maovu 100, wa kanat lahu hirzan minash shaitani, atakuwa na mtu kama huyo siku kama hiyo kukingwa kutokamana na shaitani. Yaumahu alladhi hatta yumsia, siku yaumahu dhalika, siku ile aliyosema hatta yumsia, mpaka aingiliwe na jioni. Walam yati ahadun biafdala mimma jaa bihi, wala hakuna mtu atakuja na amali bora ama dhikri bora mimma jaa bihi, kama ile aliyokuja nayo, illa ahadun amila akthara min dhalika, isipokuwa yule ambaye kwamba atafanya zaidi ya yeye. Ma maana dhalika, ni kwamba maadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ataandikiwa kama mfano alivyoacha huru watumwa. Kwa hivyo afanye hii dhikri kwa mukabili ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwacha yeye huru kutokamana na moto wa jahannam. Kwa hivyo katika amali ambazo kwamba yafaa mtu afanye wingi ni hizo, ma'al ikthari, pamoja na kufanya wingi fi Ramadhan, katika kumi la mwisho, bil istighfari, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala istighfar. Zile amali ambazo kwamba zimebaki za al-ashr al-akhir min Ramadhani, inshallah taelezea katika ad-dars wal-muqbil inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa ahsantum wa jazakumullahu khairal jazaa. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أحسنتم.